Ndoto za shule. Ikiwa unaota ndoto kama uko shule, unaota upo kwenye elimu ambayo ulishaimaliza zamani, unajiona kama uko elimu ya msingi au sekondari, au kwenye nyumba ya zamani ambao uliwahi kuishi kabla, na unajihisi uko hapo tena. Na mwingine inaenda mbali zaidi, unajiona upo kijijini kwenu, na mwingine unajiona kama unarudi utotoni, ingali wewe ni mtu mzima. Hizi ndoto mara nyingi zinaashiria hali ya kurudishwa nyuma kimaisha. Kuna ugumu fulani wa kimaisha ambao unaupitia, ambao unasababishwa na misingi katika ulimwengu wa roho. Ukiwa unaota ndoto mara nyingi za namna hii, manake kuna hali ngumu utapitia kiuchumi, au kuna wakati mgumu utapitia kindoa au kimahusiano, au kuna nyakati ngumu ambazo utazuiliwa tu bila sababu ya msingi, kwa sababu kuna misingi ya nyuma inazuia wewe kuvuka au kupita mahali hapo. Mara nyingi watu wanaota ndoto za kurudi shule. Ikiwa unaota ndoto kama kuna mtihani unaofanya na huo mtihani unashindwa kufaulu, manake kuna jaribu ambalo liko kwenye maisha yako bado huwezi kulivuka au limekuwa gumu kulivuka. Na wewe ambaye unaota ndoto kama uko mazingira ya kijijini, manake kuna roho za madhabahu ya asili zinazuia hatima yako au mpenyo mpya katika maisha yako. Mara nyingi ndoto za namna hii watu wengi wanaota mwanzoni mwa mwaka na katikati ya mwaka na mwishoni mwa mwaka. Mara nyingi ndoto hizi utaona zinakuja mara nyingi, kwa sababu ndicho kipindi ambacho tunasema ni kipindi cha kuisha maagano au cha kufanya upya maagano. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na ndoto za kuwa shule au kurudi kijijini, na hizi ndoto kwa kipindi cha mwanzo wa mwaka kama huu ni ndoto ambazo zinawatesa watu wengi, zipo kwa ajili ya kuzuia mwaka wao usiwe na mafanikio. Zipo kwa ajili ya kuzuia mwaka wao au mwaka wako usiwe na mpenyo. Ukishindwa kufanyia kazi na kutambua ila ya adui mapema, utajikuta mwaka wako tayari umemilikiwa na misingi ya ulikotoka. Tayari mwaka wako umemilikiwa na msingi wa kurudi nyuma tena. Unaishi mwaka mpya, lakini maisha yako yanaishi miaka ya nyuma ambayo ulishayavuka au ulishayapita. Maandiko matakatifu yanasema kwenye kitabu cha Wafilipi sura 3 mstari wa 13 na wa 14. Anasema kwamba nikayasahau yaliyo nyuma, nikachuchumilia yaliyo mbele, nikakaza mwendo nifikie taji ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Tunahitaji kuyaacha mambo ya nyuma, kujitenga na kutenganishwa na mambo ya nyuma, kujitenga na kutenganishwa na mahali ambapo tulishakwisha kupita. Na ndio maana wakati mwingine ni vizuri kuombea hatua zako au nyayo zako. Kuna mtu nyayo zako na hatua zako zinaendelea kuishi miaka ambayo ulishaivuka, zinaendelea kuishi kipindi ambacho ulishakipita. Kwa hiyo unahitaji kumwomba Mungu akupe ukombozi, uyaishi maisha halisi ya wakati halisi, uishi baraka halisi za wakati halisi, na Mungu ni mwaminifu, atakusaidia. Ndoto hizi zinapokuja kwako zinakukumbusha kwamba katika ulimwengu wa roho kuna vizuizi vipo kwa ajili ya kukuzuia. Kuna vizuizi vipo kwa ajili ya kuzuia hatua zako. Kuna vizuizi vipo kwa ajili ya kuzuia nuru ya Mungu ising'ae katika maisha yako. Unao nafasi ya kuyafungua hayo yote kwa kuomba na kuyakataa na kuyaondoa kwenye maisha yako, na Mungu wa mbinguni atakusaidia. Kitabu cha Isaya 43:18 na 19. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua? Ni maombi yangu kwa Mungu akutendee jambo jipya. Uishi mwaka mpya, uishi kipindi kipya, uishi nyakati mpya, usiishi nyakati za zamani ambazo ulikwisha kuzivuka. Kama unaota ndoto uko shule unapambana na mtihani, Mungu akuvushe kwenye jaribu hilo. Kama unaota ndoto unapitia kipindi kigumu, kuna nyakati ngumu unapitia, hayo madhabahu au mazingira ya nyuma yanayokung'ang'ania, hiyo asili ya nyuma, kama ni mikoba, kama ni miungu ya kwenu, kama ni madhabahu za kurithi, kama ni roho za mafatilizi na mapatilizi na kung'ang'ania, zikuachie. Na kama Mungu ameruhusu upitie jaribu fulani kwa ajili ya utukufu wake, basi Mungu akuvushe kwa wakati ili uweze kumtumikia yeye katika mwito mkuu ambao amekuandalia mbele. Na mara zote jaribu anaoliruhusu Mungu katika maisha yetu huwa lina thawabu kubwa. Hivyo ni kutie nguvu ya kwamba jambo hili unaweza kuvuka, na kama sio mpango wa Mungu, basi tunao mamlaka ya kulifuta na kulikemea lisiendelee tena katika maisha yako. Nisaidie sasa kuinua imani yako na kukiri maneno haya. Fata nyuma yangu kama ninavyokuongoza kutamka. Sema: Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, ninaomba unisamehe kila ambapo nilikosea,
kila ambapo nilijiunganisha. Ninatubu kwa jina la Yesu. Ninajinasua katika kifungo cha asili, katika kifungo cha nyuma. Ninakikemea kwa jina la Yesu. Ninatoka kwenye mazingira niliyokuwepo mwanzo. Nahitaji kuingia kwenye mazingira yangu mapya. Kila kifungo ambacho kinanirudisha nilikotoka, ninakikataa kwa jina la Yesu. Ninakikataa kwa jina la Yesu. Kila maagano, kila mikataba inayonirudisha nyuma, ninaikataa kwa jina la Yesu. Kila madhabahu inayonifuatilia ili kunirudisha tena nilikotoka, ninakataa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, napokea mwanzo mpya. Nakomboa hatua zangu, nakomboa nyayo zangu, nakomboa miguu yangu ianze kwenda mbele. Nakataa kurudishwa nyuma, nakataa kurudishwa nyuma katika jina la Yesu. Nisaidie sasa kugusa miguu yako au mguu wako, na kama unaweza zaidi gusa hata nyayo za miguu. Hii inaweza kuniunganisha vizuri sana kimaombi. Mungu uketie mahali pa juu palipoinuka, unayetutazama wanadamu wote kwa asili yetu, ni wakati huu Bwana, ninamleta mtu huyu ambaye ndoto za kurudishwa nyuma zinamsumbua. Mwingine anaota ndoto anarudi kwenye nyumba aliyotoka zamani. Mwingine anaota ndoto amerudi kwenye kijiji chao. Mwingine anaota ndoto amerudi shule, ingali level hiyo ya elimu alishaivuka. Baba, neno lako linatuambia kwamba uyakumbuke mambo ya zamani. Wewe ni Mungu unayetenda mambo mapya. Ni wakati huu Bwana, nakomboa hatua zake, nakomboa nyayo za miguu ya mtu huyu. Mahali popote unaponisikia, nakomboa alama za miguu yako. Kama kuna mahali popote hatua za miguu yako ziliunganishwa na madhabahu za giza, nyayo za miguu yako, vumbi la nyayo ya miguu yako zilichukuliwa, zikaunganishwa na shule, zikaunganishwa na madhabahu ya nyumba uliovuka zamani, naitoa nafsi yako kwenye nyumba ile, naitoa nafsi yako kwenye shule ile, naitoa nafsi yako kwa mwanafunzi yule aliyekuwa akitumia akili yako, aliyekuwa akitumia fahamu zako, aliyechukua nyota yako ya elimu, aliyechukua nyota yako ya maisha. Ninakuita katika jina la Yesu. Nafungua milango yako ya uchumi ambayo imekamatwa na kushikiliwa na misingi. Kuanzia sasa nafungua kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila nguvu za giza nazikemea kwa jina la Yesu. Kila nguvu za kipepo nazing'oa kwa jina la Yesu. Ewe roho chafu uliyekamata nuru ya mtu huyu, uliyekamata hatua za mtu huyu, toka, achia nyayo hizo, toka, achia miguu hiyo, toka, achia miguu hiyo, toka, achia hatua zake, achia miguu yake, achia aanze kwenda hatua mpya, achia aanze kumiliki mambo mapya, achia milango ya fedha, achia uchumi uliofunga. Nafungua uchumi wako sasa, nafungua milango ya uchumi. Roho ya kubakizwa pale pale, roho ya vitu vyako kuvurugika, ndoa yako kuvurugika, mahusiano kuvurugika, watu muhimu kupotea, watu muhimu kutokusaidia, na waondoa maadui kwa jina la Yesu. Kila adui aliyekuunganisha kwenye asili yako akuachie kwa jina la Yesu. Kama kuna mikoba ya kwenu inakuita, kama kuna viti vya kwenu vinakuita, kama kuna asili ya kwenu inakufuatilia na kutenganisha nayo wewe na familia yako, kama kuna kizuizi kimekaa kwenye sura, kimekaa kwenye mikono yako, kwamba hakuna kitu utashika kitafanyikiwa, hakuna kitu utagusa kitaenda, nafungua mikono hiyo, nafungua hiyo minyororo, nafungua hiyo kamba katika kwa jina la Yesu. Moto ulao kwa jina la Yesu, moto ulao kwa jina la Yesu. Na tuma moto kwa jina la Yesu. Hapo ulipo, ipo nguvu ya Mungu, ipo nguvu ya Mungu inatawala, ipo nguvu ya Mungu inaondoa giza kwenye maisha yako. Nafungua nuru mpya, nafungua njia mpya. Kuna mahali ulikuwa uoni njia, kuna mahali ulikuwa uoni mpenyo, kuna mahali watu walikuacha, ulikuwa uoni utamshika nani, ulikuwa ujui utamsemesha nani, wengine walikusahau, wengine hawakuona thamani yako. Navua kila vazi lilovikwa, vazi la aibu, toka. Vazi la kurudishwa nyuma, toka. Vazi la kubaki kwenye ile shule, ile elimu, na kukemea roho chafu. Wengine kuna mahali fulani mnaishiaga hapo, ni kama mmewekewa mstari kwamba hamna kuvuka. Baba, kwa jina la Yesu, naiombea miguu hiyo, naiombea miguu ya mtu huyu aliyoigusa, inaenda kuvuka, inaenda kuvuka kwa jina la Yesu. Sema navuka, sema navuka kwa imani, sema navuka kwa damu ya Yesu, sema navuka kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema kwamba kila ilitajaye jina la Bwana wa majeshi ataokolewa. Nami natamka malaika wa wokovu washuka hapo ulipo, wakuokoe kwenye hilo jaribu, wakuokoe kwenye huo msiba, wakuokoe kwenye hilo pito kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu akuvushe, Mungu akutetee. Ewe nguvu ya giza, ewe ndoto mbaya, toka, toeka kwa jina la Yesu. Na zikemea hizo ndoto zisiwe kwako tena. Nafungua nuru mpya, nafungua wepesi mpya, natakasa kichwa chako. Kama kuna magonjwa yalikuwa yanajirudia kwako, nimeyafukuza. Kama kuna hila, kuna teso au pito ambalo unapitia miaka nenda rudi, linakutesa tu, linaenda linarudi, na kufungua baada ya maombi haya. Pokea urejesho, pokea mpenyo, pokea amani katika jina la Yesu. Neema ya Bwana iongezeke ndani yako. Ulinzi wa nguvu za Mungu ukuvushe kutoka mahali ulipokuwa mwanzo na kukuleta mahali papya kwa jina la Yesu. Amen.
Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Ninaamini maombi haya yamekubariki na kuvusha.